Nimemaliza. Tuingie dakika 10 za kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili 1:3. Hii neno sio yenye nakuletea ujumbe, lakini hii ndio purpose ama malengo ya Bible ya leo. Wakorintho wa pili 1:3. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Amen. Kwa hivyo kuna mtu ambaye aweza kuwa kwenye dhiki na anahitaji mtu ambaye ametoka katika hali ya dhiki amtie nguvu. Haleluya! Hiyo ndio sababu ya hii. Nataka kuendesha ujumbe wa asubuhi ya leo ambao tunahitaji kuwa na imani, na hiyo ujumbe wa asubuhi ndio na uendeleza na njia ingine. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuleta ujumbe ambao kichwa chake ni kukumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukumbukwa. Maana umekaa katika hali moja kwa miaka mingi, unaona kana kwamba hakuna matumaini. Unapojaribu hili, unaona ya kwamba ni kama kila kitu kimesimama. Bwana Yesu asifiwe. Wajaribu kuomba bali hauwezi, unajaribu kusonga bali hauwezi. Katika jina la Yesu nakuja kukwambia, kuondoka utaondoka katika maeneo haya moja, maana kuna Mungu anayekumbuka. Kunaye Mungu anayekumbuka mtu wake. Amen. Huyu ni Mungu ambaye kulikuwa na mtumaini yetu anaitwa Mephibosheth. Haleluya. Huyu mtu alikaa katika mji na jina lake linasema likitafsiriwa ni mji wa kusahaulika. Hakuwa na matumaini, na nataka nikuletee shida yako ya kutotoka sehemu moja. Maana huyo jamaa akiwa katika ule mji, siku yake ikafika ya kuondolewa katika maeneo yale, na sio kuondolewa tu, akaambiwa akuje kwa mfalme hata kama hana miguu, akatua kikaa meza moja na mfalme. Hebu angalieni matendo ya Mungu. Hii ni meza. Kama sina miguu nikae kwa meza hii, nani anatambua ni sina miguu? Lakini yeye akaona ya kumbe yeye anafanana na mbwa. Ndio siku wakati mwingine shida yako na shida yangu ni wakati ambapo unamunenewa jambo, leo unajiuliza mimi naweza nikatoka ile hali, mimi naweza kweli nikapekwa na Prado, mimi naweza nikajenga nyumba yangu ya ghorofa. Sasa unaanza kufanya mahesabu, na ndio maana hana kwa sasa uko katika maeneo moja, lakini nakuja kukutangazia kuhama tutahama. Bwana Yesu asifiwe. Soma nami katika kitabu na hiki ndio naweza nikasoma katika Genesis chapter 40 14. Genesis 40 aya yake ya 14. Tusikie mtu aliye mahali hapa. Mwanzo 40:14. Ila unikumbuke Hebu rudi hapo chini juu kidogo. 13. Baada ya siku 3 Farao rudi tu. Hebu enda 10, anzia 10. Na katika mzabibu kulikuwa na matawi matatu. Kidogo ili wasikie. Nilikuwa nataka hii aya ya 14, lakini ili ufahamu kile nataka kukueleza,
Hebu turudi hapo nyuma kidogo. Mahali kuna mtu alienda akasema ya kwamba ameota ndoto, wote wawili. Yeah. Wakaota ndoto wote wawili. Kila mtu ndoto yake usiku mmoja. Kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliokuwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kikao nyumbani kwa bwana wake, akisema, mbona hizo zenu zimekuja mara leo? Wakamwambia, tumeona ndoto wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu. Tafadhali mniambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu ulikuwa matawi matatu, nao ulikuwa kana unamea, unachanua maua. Vishanda vyake vikatoa zabibu zilizoiva, na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe ukampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa unyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika chumba hii. Hapo tu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Hapo tu. Huyu ni mtu ambaye aliitwa Yusufu. Na sitaki kurudi kukueleza mambo ya Yusufu. Na Yusufu asubuhi moja ikaingia, na wakati iliingia, yeye bila kufanya kosa lolote akajipata korokoroni. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati aliingia korokoroni, aliingia na kile Bwana alikuwa ameweka ndani yake. Maana Paulo anasema ya kwamba mimi mikono imefungwa, lakini kile kilicho ndani yangu hakijafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu ambaye anaitwa Yusufu, yeye aliingizwa korokoroni, na waliotenda haya wakasahau ya kwamba kuna kitu kingine zaidi ya kuwekwa korokoroni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu zingine, na hii ndio ambayo nakuja kukuletea. Mtu ambaye aliitwa Yusufu akaingia pale korokoroni, kukawa na wengine wawili, na wakati wakakaa kwa muda, na hatimaye huyu mtu ambaye aliitwa Yusufu akafanyika kuwa mkubwa kwa wale wengine wafungwa. Na kama desturi ya yule mtu ambaye amepewa jukumu ya kuangalia wengine, akaangalia na akaona hawa majamaa hawako sawa, wako na kitu ambayo inawasumbua, naye akawauliza, ni nini leo mmebadilika? Nao akamwambia, kuna ndoto ambayo tumeota, na hii ndoto imetusumbua, hatujajua maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani hilo ambalo umeota kwa muda mrefu bila kujua maana ya hiyo ndoto? Maana bila shaka labda ukiwa makini kwa ile ndoto, ndio itakutoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio itakuinua juu. Wale watu wakamwambia ndoto zao, kisha akatafsiria wa kwanza, utaenda kusoma na wa pili. Lakini jambo langu liko kwa huyu wa kwanza. Wakati alimtafsiria ndoto na akamwambia ya kwamba kwa siku tatu utakuwa katika nyumba ya mfalme, na kwa siku tatu utarudi katika majukumu yako ya kumsifu mfalme. Haleluya! Lakini kuna jambo moja hapo alimwambia, akamwambia, ninakuomba tu jambo hili,
utakapoingia kwa mfalme na hili jambo litukie, Mungu na kuomba unikumbuke, unaweza vile ukalitaje jina langu mbele ya mfalme. Haleluya! Yule mtu ambaye aliambiwa amkumbuke, yeye wakati aliona mambo yake inarudi sawasawa, akasahau na ahadi yake. Sijue na mtu ambaye atatimiza ahadi kati ya mtu na mtu, kama jinsi ambavyo mtu anaitwa Daudi alitimiza ahadi yake ile ambao waliweka pamoja na Jonathani, na ndiposa unaona akakaa chini na lile jambo likamsukuma mpaka akakumbuka, kuna jambo tuliweka na rafiki wangu wa dhati, ya kwamba nisije nikamsahau. Lakini huyu jamaa wakati aliingia kwa ikulu akasahau. Na yule ambaye alimtafsiria, yeye ni mtu alikanyaga kwa mabega yake ili atoke kwa korokoroni. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nataka kukuambia, kuna mtu alikanyaga katika mabega yako na hatimaye ukawa na jambo waweza ukarudi kwake ili akufanyie jambo, lakini badala ya hiyo amekuonyesha kisogo. Nataka kukuambia, haijalishi kama umesahaulika, lakini kuna Mungu. Kuna Mungu ambaye sio kama mwanadamu, ambaye anakumbuka ahadi. Haleluya! Usijali kama haukusahaulika. Waweza ukaniambia, ndugu yangu, naomba uniweke kwa maombi, naomba unikumbuke, lakini wakati utatoka mbele yangu, hiyo jambo haitakuwa moyoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati gani ambapo moyo wako ulirudi chini? Maana kuna mtu ambaye ulitarajia ya kwamba aweza akakutenda jambo, lakini badala ya kukutenda amesahau na wewe, na kile ambacho anafanya ni kukulipa mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo kuna mtu ulisaidia, kuna mtu ulisukuma mbele, lakini mpaka wa leo hajawahi kukumbuka. Mimi najua ya kwamba kama jinsi ya asubuhi mliambiwa kuna mahali nilikuwa, si tulikuwa pamoja, si mlisikia? Naomba Mungu wale ambao walitumika ili nitoke kwa hiyo hali nisije nikasahau. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi huwa wanasahau ya kwamba kuna wakati walivaa matambara, kuna wakati walikuwa wanywele zao wanatengeneza na kikombe, walikuwa wanatengeneza na mkebe wa kifo, wanatoboa mashimo ili walainishe nywele zao. Lakini kuna mtu alikuja akakuambia hali ya mikebe toka, kuna mambo ambayo inaitwa saluni. Haleluya! Na mara ya kwanza ukajipata uko kwa saluni, na wakati uliingia kwa saluni umesahau. Bwana Yesu asifiwe. Siwacha Mungu atuondolee hii roho na kuwatumainia wanadamu. Mungu anasema kulaaniwa ni yule ambaye anaweka tumaini yake kwa wanadamu. Umenitumainia kwa muda mrefu, sasa nakuja kukuambia, ama katika kunitumaini, inua macho yako kwa Mungu, maana Daudi anasema naliinua macho yangu juu mbinguni, mahali msaada wangu watoka. Siku ya leo kuwe na mtu ambaye ombi lake halitapitia kwa mtu, ambaye ombi lake litakuwa very urgent ya kushughulikiwa na Mungu. Siwacha Mungu akukumbuke, siwacha Mungu wa rehema akukumbuke, maana uliotarajia wakukumbuke hawana shughuli na wewe, wako na mambo yao. Haleluya! Mimi nimejifundisha mambo ya kumtumainia Mungu, maana kumtumainia Mungu ni tofauti na kumtumainia mwanadamu.
Haleluya! Wacha nikuambie jambo moja, shida moja ambayo tutaangalia. Unajua mtu ambaye aliitwa Yeremia, Yeremia alitumika sana. Ukimwangalia Yeremia alikuwa ni nabii wa kilio, maana yeye alikuwa, hata unaangalia kuna mahali anasema ya kwamba nisipofanya haya, nisipowajulisha, nasikia nikana kwamba kuna moto unanichoma katika mbavu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye alikuwa akilia. Mahali pengine anasema ya kwamba msipoghairi mimi nitalia. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo maisha ya mtu ambaye alikuwa Yeremia, na Yeremia akasema ya kwamba kuna siku itakuja nani utazipata katika Babeli. Wakaona kama ni mzaha. Hatimaye siku ikafika, wakajipata katika Babiloni. Pale Babiloni ndio maana unaona wale watu ambao walikuwa Babiloni wanaambiwa tuimbie nyimbo za zaidi. Wanafikiria walikuwa wapi? Walikuwa katika utumwa. Na ili wawe katika utumwa, nataka uende usome katika kitabu cha Ezra, utaona ya kwamba kulikuwa na vikundi vitatu ambavyo vilitoka katika Babeli. Wakati Daudi alikaa chini na akasoma na akapata ya kwamba ilikuwa imetabiriwa mahali hapa tutakaa kwa miaka 70. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ukafika wa kuambia wenzao ni wakati wa kuondoka. Nafikiri walitoka wapi? Kikundi cha kwanza kuondoka kilikuwa kimeongozwa na mtu ambaye aliitwa Jeruzalem. Hebu nisome Zerubabeli. Kikundi cha kwanza kiliondoka na mtu ambaye aliitwa Zerubabeli. Wakaondoka. Zerubabeli yeye mwenyewe wakati aliondoka na hawa kikundi, majukumu yake ya kwanza, yeye alitumika katika kurudisha watu kuzifuata sheria za Mungu. Hiyo ni kikundi ya kwanza. Kikundi ya pili ilitoka na mtu ambaye anaitwa Ezra. Haleluya. Ezra naye wakati aliondoka na hao watu, kazi yake alitumika katika kurudisha msingi wa hekalu. Yeye alitumika katika kujenga hekalu. Hiyo ni kikundi ya pili. Kikundi ya tatu ikaondoka na mtu ambaye anaitwa Nehemia. Nehemia kazi yake ilikuwa kurudisha ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya wote kurudi, ndiposa unaona akina Esta, akina Mordekai hawakutoka, wakabaki katika Babiloni. Unajua shida yetu, na sina ubaya na mtu. Shida yako ambayo inakufanya ukae katika sehemu moja, maana umekuwa na